Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nashukuru kwa kupata nafasi ili niweze kutoa mchango wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunafahamu kwamba kwa sasa taifa letu tupo kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunafahamu kwamba inapofika nyakati kama hizi huwa kunakuwa na mavuguvugu mengi sana ya kuanza kudai katiba mpya, lakini vile vile kwa miaka mingi iliyopita tumeshuhudia mabadiliko mbalimbali yakifanyika juu ya kufanya marekebisho ya katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na katiba ya uhuru ya mwaka 1961, tulikuwa na katiba ya Jamhuri ya mwaka 1962, tulikuwa na katiba ya muungano ya mwaka 1964, tulikuwa na katiba ya muda ya mwaka 1965, lakini vile vile tulikuwa na katiba ya kudumu ya mwaka 1977, katiba ambayo tunaitumia mpaka sasa, lakini ni katiba ambayo imeendelea kufanyiwa amendment za kutosha, ikiwepo amendment ambayo imefanyika mwaka 1992 ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi mpaka sasa katiba yetu tunayoitumia kimeshafanyiwa mabadiliko mara 14. Tafsiri yake nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Tafsiri yake ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndiyo inayoongoza nchi yetu ya Tanzania tangia tupate uhuru haijawahi hata siku moja kuogopa kufanya mabadiliko ya katiba kwa madai ya kwamba itaenda kushindwa kwenye uchaguzi, kama ambavyo wenzetu akiwepo Mheshimiwa Tundu Lissu ambavyo wamekuwa wakidai kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ni waoga wa kufanya mabadiliko kwenye katiba kwa sababu watashinda uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hilo si kweli na limedhihirisha namna ambavyo serikali imekuwa mara kwa mara ikifanya mabadiliko katika katiba yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda nitumie nafasi hii kidogo niweze kuwakumbusha ndugu zetu ambao wanadai kwamba no reform no election. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2012 katika serikali ya awamu ya 4, rais wetu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliweza kuwasikiliza madai yao na kaasisi mchakato wa kuanzisha katiba marekebisho ya katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, rais alianza kwanza kwa kuteua tume na mwenyekiti wa tume akiwa Jaji Warioba, na wajumbe wengine walikuwa ni mzee wetu Butiku, Dr. Salim pamoja na mzee wangu Profesa Balegu ambaye kwa sasa hivi pia ni marehemu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tume hiyo ilipoteuliwa, mtu wa kwanza kuja kuipinga tume iliyoteuliwa na Mheshimiwa Rais alikuwa ni Tundu Lissu, ambaye alisimama hadharani akasema kwamba wajumbe walioteuliwa na Mheshimiwa Rais wote ni ma-CCM. Hivyo moja kwa moja Watanzania wasitegemee kwamba watapata katiba mpya. Na wenzetu hawa wakaenda mbali zaidi Mheshimiwa Mwenyekiti, wakamtaka Profesa Balegu ambaye alikuwa ni mwanachama wa chama cha Chadema lakini mjumbe wa kamati kuu, wakamtaka kwamba aweze kujitoa kwenye huo mchakato, lakini Profesa Balegu alisimama akasema kwamba nikiambiwa nichague chama changu na taifa langu, mimi nitachagua nchi yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wazi kwamba kwa Chadema tulionao sasa hivi ni ngumu sana kuweza kumpata mtu kama Profesa Balegu ambaye alijua kabisa kwamba ni wakati gani wa kuchagua maslahi ya chama na wakati gani wa kusimama na maslahi ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ni mifano midogo ya kuonyesha kwamba namna gani ambavyo serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa na dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba inaleta katiba mpya kama ambavyo Watanzania na watu wa upinzani wamekuwa wakidai. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunafahamu baada ya hapo mchakato uliendelea, lakini bunge hili rais aliteua bunge dogo la katiba. Bunge lile lilipoteuliwa, kazi ilianza humu bungeni. Kati ya mchakato ndugu zetu wale walisusia huo mchakato, wakatoka nje na wakakataa kuendelea na mchakato wa kwenda kujenga katiba ya nchi yetu. Lakini leo wanakuja na sema kwamba wanataka no reform no election. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo ambalo linafikirisha kwamba ni reform zipi ambazo wao wanazitaka wakati tayari walishagomea mchakato wa kuandaa katiba mpya ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo mimi niwaombe tu wa Tanzania kwamba hawa watu ni kawaida yao. Wamekuja sasa hivi na sema kwamba no reform no election, lakini ukiangalia hakuna jipya ambalo wanaolidai ambalo halikuwepo kwenye ile tume ya Jaji Warioba. Ndio maana hata baadaye walikuja kusema kwamba tunaomba mapendekezo yale ambayo yalikuwepo kwenye tume ya Jaji Warioba yaweze kuzingatiwa na serikali. Wakasahau kabisa kwamba mwanzoni walisema kwamba ile tume ni tume ya ma-CCM na haiwezi kufanya kazi yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe Wizara ya TAMISEMI, tunajua kama tunaenda kwenye uchaguzi,
na kipindi kama hichi huwa kinakuwa na mavuguvugu mengi sana. Kwa hiyo mimi niwaombe muendelee kusimama, mfahamu kwamba nchi yetu inategemea Chama cha Mapinduzi, na wenzetu wale hawana dhamira ya dhati ya kujenga nchi yetu. Wao ni watu ambao wamekuwa na siasa za kuleta matukio mara kwa mara, na ndio maana wanafahamu kwamba endapo katiba mpya ikipita wao watakosa ajenda ya kusema. Kwa hiyo mimi niwaombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI kuendelea kusimama kuhakikisha kwamba tunafanya uchaguzi, lakini hata wao ambao wamesema kwamba hawatashiriki kwenye uchaguzi kwa sababu ni watu ambao wana siasa za undumila kuwili, hata wakisema kwamba wanataka kushiriki, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe za TAMISEMI iweze kuwaruhusu wafanye uchaguzi, kwa sababu sisi kama Chama cha Mapinduzi wala hatuwaogopi. Chadema sasa hivi hawana ajenda wala hawana jambo ambalo sisi Chama cha Mapinduzi tunaogopa. Wakishiriki tutashinda, wasiposhiriki tutashinda, kwa sababu rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi nzuri katika nchi yetu ambayo Watanzania wameiona. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu ilipofika mwaka 2022 rais wetu alipounda kikosi kazi maalum kwa ajili ya kuweza kufanya marekebisho ya sheria, lakini kwenye kile kikosi kazi wao waligoma kwenda kushiriki. Lakini baada ya hapo wakaanza kukosoa tena kwamba kulikuwa hakuna haja ya Mheshimiwa Rais kuunda kikosi kazi kwa sababu kuna yale maoni ambayo yaitolewa na Jaji Warioba. Wakasahau kwamba walishaiponda hiyo tume ya Jaji Warioba. Lakini tunafahamu wakaendelea mbele. Wakasema kwamba wanahitaji kujua fedha ambazo zimetumika kwenye kuandaa hicho kikosi kazi. Wakasahau kwamba walishalitia hasara Bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kugomea mchakato wa kuanzisha katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe kwamba wote kwa pamoja tushikamane na tufahamu kwamba watu hawa ni ndumila kuwili. Walianza kusema kwamba uchaguzi 2022 hawautambui. Lakini kadri siku zinavyoenda wakazunguka, wakaenda kuomba kwamba serikali iweze kuwapa ruzuku. Tafsiri yake ni, Mheshimiwa Mwenyekiti, tafsiri yake ni kwamba yale matunda na mazao ambayo yanatokana na uchaguzi mkuu, kwa maana ni madiwani, kwa maana ni wabunge pamoja na ruzuku, wao wakasema kwamba wanatambua zile ruzuku, lakini wabunge walioko humu ndani ambao pia ni zao la uchaguzi wakasema kwamba hawatambui. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu hawa ni ndumila kuwili, na tumeshuhudia wakienda kuwaita wabunge hawa majina mbalimbali, wakasahau kwamba kama wanatambua mazao ya uchaguzi ilibidi watambue ruzuku, lakini vile vile waweze kuwatambua na wabunge ambao wako ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawafahamu vizuri. Wamekuwa na utaratibu wa kuwasifia marais wakishatoka madarakani. Wote tunafahamu hakuna rais ambaye alitukanwa kama Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini ilipofika serikali ya awamu ya 5 ndio mtu ambaye walimsifia sana na wakampongeza sana. Lakini ilipoingia serikali ya awamu ya 5 alitukana na kudhalilishwa na kuitwa majina mbalimbali. Lakini ilipoingia serikali ya awamu ya 6 walianza kwa kumsifia mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini baadaye walipogundua kwamba kuendelea kusifia kazi za Mheshimiwa Rais kutaendelea kuwapotezea na malengo yao ya kisiasa, wakamgeuka na kuanza kumsema vibaya. Mimi nimtie moyo Mheshimiwa Rais kwamba endelee kuchapa kazi. Watanzania tumeona kazi yake, na tunamwaahidi kwamba kwenye uchaguzi ujao Chama cha Mapinduzi kitashinda kwa kishindo kama ambavyo tumeshinda katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ambayo Rais amefanya katika nchi yetu ni kubwa sana. Nikizungumzia tu kwenye mkoa wangu wa Songwe, ndani ya miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumepata hospitali ya mkoa, tumepata hospitali 3 za wilaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na kilio cha mradi mkubwa wa maji, sasa hivi tumeshapata mradi mkubwa wa maji. Haya ni matunda makubwa ya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo Watanzania wanathamini na kuona kazi ambayo rais wetu amefanya. Sisi kama Wanasongwe tunasema kwamba tuko pamoja naye, tutatembea kifua mbele, wala asiogope, yeye achape kazi. Ambao anasema kwamba no reform no election, ngoja tuache waendelee kutaka hizo reformu ambazo tayari serikali ilishazifanya, na wao ndio wakao wakwamishaji wa kwanza, lakini wanasema kwamba serikali Chama cha Mapinduzi inaogopa mabadiliko. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mimi niwatie moyo Mheshimiwa Waziri, endelee kufanya maandalizi ya uchaguzi mkuu, lakini akijua kwamba Chama cha Mapinduzi kitaenda kushinda kwa kishindo. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa Timotheo